Ni tarehe ya hukumu ya kesi ya uhaini na mkabili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu imetajwa. Hofu ya kunyongwa yaongezeka kwa wanachadema. Karibu mtazamaji wa Bao Media, tuangazie taarifa hii kwa undani wake. Jina langu ni Official Rose D. Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam imetangaza rasmi ratiba ya kuendelea kusikilizwa kwa shauri la uhaini namba 19605 ya 2025 linalomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa mahakamani hapo, usikilizwaji wa shauri hilo umepangwa kuanza Agosti 10 mwaka 2026 na kuendelea hadi Septemba 7 mwaka 2026. Hatua hiyo inatarajiwa pia kuwa sehemu muhimu ya mchakato wa kisheria unaoendelea katika shauri hilo, ambalo pia limekuwa likifuatiliwa kwa karibu na wadau mbalimbali wa siasa nchini. Taarifa kuhusu ratiba hiyo imebainishwa kupitia waraka rasmi wa mahakama wenye kumbukumbu namba AB.72/76/02/74 uliotolewa Julai 31 mwaka 2026. Waraka huo umesainiwa na naibu msajili wa mahakama kuu HUS Mush na kuelekeza wahusika wote katika shauri hilo kuzingatia ratiba iliyowekwa na mahakama. Kabla ya kuanza rasmi kwa usikilizwaji wa shauri hilo, mahakama imepanga kufanya kikao cha awali maarufu kama pre-session meeting ambacho kidigitali maandalizi muhimu yanayohusiana na mwenendo wa usikilizwaji wa kesi hiyo. Kikao hicho pia kimepangwa kufanyika Agosti 5 mwaka 2026 kuanzia majira saa 8 kamili mchana, na kitafanyika pia kwa njia ya mtandao kupitia mfumo wa virtual court. Kikao hicho cha awali kinatarajiwa kutoa nafasi kwa mahakama na wahusika wa shauri kujadili masuala mbalimbali ya kiutendaji na kisheria yanayohitajika kabla ya kuanza kwa usikilizwaji rasmi. Hatua kama hiyo ni sehemu ya maandalizi ya kuhakikisha mchakato wa kesi unaendelea kwa utaratibu unaotakiwa na kuzingatia ratiba iliyowekwa na mahakama. Katika waraka wake, mahakama imewataka wahusika mbalimbali kuzingatia tarehe na muda uliopangwa. Wito huu pia umeelekezwa kwa mkuu wa mashtaka wa ofisi ya taifa ya mashtaka DPP, mkuu wa upelelezi mkoa wa Dar es Salaam ZCO, mkuu wa gereza kuu la Ukonga pamoja na Tundu Lissu mwenyewe. Kwa hatua hiyo, wahusika wote wanatarajiwa kushiriki katika mchakato wa maandalizi na usikilizwaji wa shauri hilo kwa mujibu wa maelezo ya mahakama. Timu ya mawakili wanaomwakilisha Mheshimiwa Lissu nayo inatarajiwa kuendelea na maandalizi yake ya kisheria kuelekea tarehe zilizopangwa. Tundu Lissu ambaye pia ni mwenyekiti wa Chadema Taifa anaendelea kushikiliwa katika gereza kuu la Ukonga jijini Dar es Salaam wakati mchakato wa kesi hiyo ukiendelea. Shauri hilo pia limekuwa likivuta ufuatiliaji mkubwa kutokana na nafasi yake katika siasa za Tanzania na nafasi yake kama kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini. Kwa kutangazwa kwa ratiba hii, mtazamaji, mahakama sasa imeweka wazi tarehe ambazo usikilizwaji wa shauri hilo unatarajiwa kuendelea. Na hata hivyo, mwenendo wa kesi hiyo utaendelea kuongozwa na taratibu na maamuzi ya mahakama, huku wahusika wote wakitakiwa kufuata maelekezo rasmi yatakayotolewa katika hatua mbalimbali za mchakato huo wa kisheria.